Kuishi kwa ajili ya Kristo. Kuishi kwa ajili ya Kristo. Nini maana ya kuishi kwa ajili ya Kristo? Kuishi kwa ajili ya Kristo ni kwa kumfanya Yesu Kristo kuwa wa kwanza katika maisha yako. Ni kwa kumfanya Yesu Kristo kuwa wa kwanza katika maisha yako. Kuishi kwa ajili ya Kristo. Yako mambo manne yanayodhihirisha kwamba wewe unaishi kwa ajili ya Kristo. Yako mambo manne nataka nikueleze yatakao kudhihirishia kwamba wewe unaishi kwa ajili ya Kristo. Kabla tujaenda kwenye mambo manne, nataka tusome hii Yeremia 17 na ule mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Amelaaniwa mtu amtegemeaye mwanadamu. Nimekueleza hapo kuishi kwa ajili ya Kristo, na nikakwambia kuishi kwa ajili ya Kristo ni kwa kumfanya Yesu Kristo kuwa wa kwanza katika maisha yako. Kwa nini nimekusomea huu mstari wa Yeremia 17 mstari wa 5? Kwa nini nimekusomea hayo maneno? Kwa sababu nataka uone kwamba ni kwa jinsi gani unapoishi bila kumtegemea Mungu. Unapoishi bila kumtegemea Mungu ni kwa namna gani Mungu anakuona kama mtu uliyelaaniwa. Anakuona ni mtu ambaye umelaaniwa moja kwa moja. Ukiishi bila kumtegemea Mungu, wewe unakuwa ni mtu uliyelaaniwa. Ndio maana Biblia inasema amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, na amemfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Kuishi kwa ajili ya Kristo. Tunatakiwa tuishi kwa ajili ya Kristo. Tunatakiwa tuishi kwa kumtegemea Yesu Kristo, kwa kumfanya Yesu Kristo kuwa wa kwanza kwenye maisha yetu. Kuwa wa kwanza kwenye maisha yetu. Nitakueleza mambo manne yatakayo kudhihirishia kwamba wewe unaishi kwa ajili ya Kristo. Mambo manne yatakayo kudhihirishia kwamba wewe unaishi kwa ajili ya Kristo. Jambo la kwanza ni kufuata utaratibu wa Kristo. Kufuata utaratibu wa Kristo. Hii tunaiona katika kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 10 na ule mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, basi mimi Paulo mwenyewe na wasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo, mimi niliye mnyenyekevu, nikiwapo pamoja nanyi, bali nisipokuwapo ninyi ni mwenye ujasiri kwenu. Unaona hapa Mtume Paulo anatudhihirishia kwamba yeye alikuwa anaishi kwa ajili ya Kristo. Ndio maana unaona anasema hapa, basi mimi Paulo mwenyewe na wasihi kwa upole na utaratibu wa Kristo. Na utaratibu wa Kristo. Manake kuishi kwa ajili ya Kristo lazima ukubali kufuata utaratibu wa Kristo. Utaratibu wa Yesu Kristo. Utaratibu wa Yesu Kristo ni upi basi? Utaratibu wa Yesu Kristo ni upi? Ndio jambo la pili linafuata sasa. Jambo la pili ni kuishi kwa ujasiri, kwa kujali muonekano kwa ajili ya Kristo Yesu. Jambo la pili, huo ni moja, ili jambo la pili ni moja ya utaratibu wa Kristo. Kuishi kwa kujali muonekano kwa ajili ya Kristo Yesu. Kuna watu nasema Mungu anaangalia roho. Sawa, Mungu anaangalia roho. Ili tujue kama roho yako ni safi, lazima tukuone na kwa nje uko safi. Sio unatuambia Mungu anaangalia roho wakati nje uko ovyo, uko vibaya. Hiyo sio kweli. Uaminifu haupimwi kwa nje. Uaminifu uko ndani ya mtu. Lakini ili tukujue wewe ni mwaminifu, lazima tukuone kwa nje kwamba kweli wewe ni mwaminifu kulingana na kile unachokitenda. Kwa hiyo usituambie Mungu anaangalia roho wakati nje tunakuona ni mchafu. Tengeneza kote. Kama roho ni safi na nje kutakuwa safi. Maana yake si tukiona nje ni kuchafu na ndani ni kuchafu. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa kufuata tuishi kwa kujali muonekano wa nje. Kuishi kwa ajili ya Kristo inatakiwa tuishi kwa kujali muonekano wa nje.
Ukisoma kwenye kitabu cha Timotheo sura ya kwanza na ule Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa 9. Timotheo wa kwanza sura ya pili na mstari wa 9 inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za thamani. Vivyo hivyo na wanawake wajipambe. Hapa amezungumzia wanawake, sio wanawake tu peke yake, hata wanaume tunatakiwa tuishi kwa kujali muonekano wa nje, utaratibu wa Kristo. Tuishi kwa kujali muonekano wa nje. Jambo la tatu ni hili kwamba ni kuishi ni kujali huduma na kazi zake. Kuishi kwa utaratibu, nimekueleza lile jambo la kwanza linabeba haya mengine, kwamba ni kufuata utaratibu wa Kristo. Sasa utaratibu wa Kristo ni upi? Nimekueleza la kwanza, kujali muonekano wa nje. Jambo la pili ni kujali huduma na kazi yake. Utaratibu wa Kristo, anapenda tuendelee kumueneza na kumtangaza kwa watu wengine kwamba Yesu anaokoa, Yesu anasamehe. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa kujali huduma na kazi ya Kristo. Ukisoma kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 4 na ule mstari wa 17, neno la Mungu linasema, mwambieni Akripo iangalie sana huduma ile uliopewa katika Bwana ili uitimize. Hapa Paulo alikuwa anawahimiza wamwambie Akripo aangalie sana ile huduma aliyopewa katika Bwana na aitimize, ili aitimize. Kwa hiyo na wewe ambaye umeokoka, una Yesu Kristo ndani yako, angalia Bwana alikupa huduma gani, Bwana amekupa kazi gani, anataka uiangalie hiyo na upate kuitimiza. Jambo la mwisho, la 4 na la mwisho ni kuishi kwa kutazama mwisho. Utaratibu wa Kristo anataka tuishi kwa kutazama mwisho. Hilo ni jambo la 4, kuishi kwa kutazama mwisho. Tutamalizia kwa kusoma kitabu cha Waebrania sura ya 9 na ule mstari wa 17. Waebrania sura ya 9 na mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, Waebrania sura ya 9 mstari wa 17, neno la Mungu linasema, kwa maana agano, mstari wa 27 sio 17, mstari wa 27, neno la Mungu linasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa ni hukumu. Baada ya kufa ni hukumu. Kwa hiyo tunatakiwa tuishi kwa kuangalia mwisho pia, kwamba mwisho wetu utakuwaje, maana baada ya kufa sisi ni hukumu. Kama tutaishi maisha maovu, maisha machafu, maisha ya dhambi, huko tunakoenda tutahukumiwa kuingia jehanamu ya milele. Kwa hiyo ili uweze kujua kwamba unaishi kwa ajili ya Kristo, lazima uzingatie hayo mambo 4. Ni kuishi kwa utaratibu wa Kristo, kuishi ukijali muonekano wa nje, kuishi ukijali huduma na kazi yake Yesu Kristo, lakini kuishi ukitazama mwisho wako utakuwaje, maana baada ya kufa ni hukumu. Rafiki yangu, tunatakiwa tuishi maisha ya kumpendeza Mungu, tuishi kwa ajili ya Yesu Kristo. Ndio maana sehemu nyingine Biblia inatuambia kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Ukiishi kwa ajili ya Kristo, maana yake wewe ukifa ni faida, unakuelekea, unaenda mbinguni, unaenda kungoja ile ahadi ya kufufuliwa kwa ajili ya kwenda kula karamu pamoja na Kristo Yesu, lakini baada ya hapo kwenda kuishi pamoja na Kristo katika mbingu mpya na nchi mpya. Ubarikiwe sana rafiki yangu, wewe ambaye umekuwa pamoja nami na umekuwa ukiendelea kunisikiliza na kunifuatilia. Mungu wa mbinguni akutunze, Mungu wa mbinguni akulinde. Amen, amen.